Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imeanzisha mpango wa kuingia kwa wananchi ulimwenguni katika taifa hilo bila visa, na wakati huu inaendelea kusaini mikataba na baadhi ya mataifa. Yapo pia mataifa ya Afrika, lakini taifa hilo lilianza na Uchina, moja kati ya washirika wake wa karibu. Sasa Urusi imeanzisha uhusiano wa aina hiyo na Saudi Arabia. Saudi Arabia na Urusi zimetia saini makubaliano ya pande mbili ya kusamehe visa. Saudia na Urusi zimetia saini makubaliano hayo mnamo Jumatatu ya kuruhusu raia wa nchi zote mbili kuingia bila visa kwa raia kutoka katika mataifa yote mawili. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Saudia ambalo limeripoti. Makubaliano hayo yalihitimishwa kando na kongamano la uwekezaji na biashara la Saudi Arabia mjini Riyadh. Hata hivyo limehudhuriwa na Prince Abdulaziz bin Salman, waziri wa nishati na mwenyekiti wa upande wa Saudia wa kamati ya pamoja ya Saudi Arabia, na naibu waziri mkuu wa Urusi Alexander Novak. Makubaliano hayo yametiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Saudia Prince Faisal bin Farhan na Novak kwa niaba ya Urusi. Chini ya mpango huo mpya, raia walio na pasipoti wa nchi zote mbili wataruhusiwa kuingia bila visa kwa utalii, biashara na ziara za familia. Ruhusa ya kutotozwa ada ya kukaa kwa hadi siku 90 ama mfululizo au kwa ujumla ndani ya mwaka mmoja wa kalenda. Maafisa wamesema makubaliano hayo yanaonyesha kujitolea kwa nchi zote mbili katika kukuza uchumi wa mataifa hayo. Kujitolea kwa nchi zote mbili kuwezesha kusafiri na kukuza ushiriki wa karibu wa watu wa nchi zote mbili. Hatua hiyo inatarajiwa kukuza utalii na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kiutamaduni katika sekta nyingi. Hata hivyo, msamaha huo hauwahusu wasafiri wanaoingia kazini, kusoma, ukaaji au hija, ambayo yote yataendelea kuhitaji visa maalum. Urusi ni nchi ya kwanza ambapo Saudi Arabia imetia saini makubaliano ya pande zote mbili ya kusamehe visa ambayo yanajumuisha wamiliki wa pasi za kawaida. Wachambuzi wa mambo wanaeleza kwamba makubaliano hayo yanakisi dhamira ya nchi zote mbili katika kuwezesha taratibu za kuingia, kuimarisha ziara za maelewano na kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utalii, uchumi na utamaduni. Aidha, wanasema mpango huo pia unatarajiwa kusaidia sekta zinazoimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo. Wachambuzi wengine wanasema kwamba makubaliano hayo yanaonyesha uhusiano mkubwa kati ya ufalme wa Saudia na Urusi na yanaleta manufaa kwa nchi zote mbili. Hata hivyo, Urusi ilisema kwamba itaanzisha mifumo ya kifedha inayoangalia mfumo wa kifedha wa Kiislamu. Hii ni baada ya rais wa Urusi kukutana na baadhi ya viongozi nchini Iran, ambapo kutokana na kwamba mataifa haya yanaendeshwa kwa mifumo ya Kiislamu, ametengeneza mfumo wa kuanzisha benki za Kiislamu ili tu mataifa hayo ambapo raia wake watakapoingia katika nchi ya Urusi waweze kufanya miamala kama inavyofanywa katika mataifa yao. Lakini wachambuzi wengi wakauliza ni kwa nini Urusi imeanzisha mifumo ya kutokuwa na visa kwa baadhi ya mataifa. Ikumbuke kwamba Urusi ni moja kati ya mataifa katika Ulaya yaliyotengwa na mataifa mengine ya hasa ya magharibi kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Na hivyo tangu mwanzoni mwa vita hivi, wanadiplomasia kutoka Urusi wamekuwa kitembelea mataifa mengi ulimwenguni, na lengo lao ni kutafuta uhusiano imara kati yao na mataifa hayo. Urusi kupitia wanadiplomasia wake wametembea katika mataifa ya Afrika pamoja na Asia, lakini lengo kuu ni kutengeneza uhusiano na kukuza uchumi wake kupitia mataifa hayo baada ya kutengwa na mataifa ya Ulaya, lakini pia baada ya kuwekewa vikwazo vingi na mataifa hayo ya Ulaya. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.